Karibu ndugu mpendwa katika chaneli yako pendwa ya Dimen TV. Tuweze kuangalia maajabu ambayo yapo katika mfagio. Mfagio ni moja kati ya kifaa ambacho na imani nyumba nyingi zina mafagio, ama tunasema zina ufagio ambao unakuta unatumia kuweza kusogezea takataka ama kuweza kuweka mazingira yako ya ndani yawe vizuri. Lakini mfagio una maajabu mengi sana. Ndio maana mfagio unatumika hata katika shughuli za kishirikina, ama tunasema wachawi wanautumia sana katika masuala yao ya kupaa ama katika masuala yao ya kunuizia mambo. Mfagio ni moja kati ya kifaa cha kipekee sana ambacho kinaweza kufanya kazi pindi ambapo utajua kukitumia ama pindi ambapo utaweza kutumia. Mfagio na uongelea hapa ni ule ambao unakuwa umetengenezwa kwa asili ya majani ambao unaonekana hapo kwenye picha, kama jinsi ambavyo tunaifahamu mifagio ile ambayo inakuwa ni mifupi ambayo asili yake ni majani maalum. Na mfagio unaweza ukafanya mambo mengi na makubwa ya ajabu sana. Katika mfagio kuna siri kubwa sana na nyingi ambazo zipo ndani yake, na ni kitu cha kipekee ambacho kinaweza kusababisha wewe uweze kupata baraka ama ufukuze baraka ndani mwako, ama tunasema wakati mwingine umeambatana na asili zetu za kimaisha ya kawaida ambayo tunakuwa tunaishi, lakini pia unaweza ukafanya vitu ambavyo ni vya ajabu kidogo, kwa sababu mfagio mara nyingi tumeshauzoea kwamba tunautumia katika kufagia mazingira ya nyumba, lakini baada ya hapo tunakuja tunauhifadhi. Na maeneo mengi ambayo wengi tumekuwa tukihifadhi, yani kutokana na asili, hakuna mtu ambaye alishawahi kutuambia kwamba mfagio unatakiwa ukae sehemu fulani, lakini mtu mwenyewe unajikuta mfagio huu umeuchukua umeenda umeweka nyuma ya mlango. Na mara nyingi asilimia kubwa ya watu wanapenda kuweka mfagio nyuma ya mlango. Sasa kuna maana kubwa sana katika kuweka mfagio nyuma ya mlango, ingawa ni asili ambayo ipo na wengi wetu tumezoea hivyo, lakini kuna maana kubwa na siri kubwa ambayo imejificha hapo. Ngojea tuweze kufafanuliana vizuri ili kila mmoja aweze kutambua. Unapokuwa umefagia nyumba yako vizuri, pengine umeanzia kabisa kona fulani ama umeanzia katika mazingira fulani ndani ya nyumba, ukawa unafagia ukatoa ule uchafu hadi kwenda nje, kisha baada ya kumaliza ukaweka mfagio wako nyuma ya mlango, hii inakuwa ina maana ya kwamba umeondoa kila kitu ambacho kinakuwa ni kibaya. Kama kuna nguvu ambazo zinakuwa ni mbaya, basi unakuwa umeziondoa na ule ufagio, alafu mwisho wa siku nguvu hizo zitaishia hapo mlangoni, yani hazitoingia tena ndani, ama tunasema hazitopata nafasi ya kuweza kurejea tena ndani. Kwa hiyo zitakuwa zimeishiria hapo mlangoni ambapo unakuwa umeweka nyuma ya mlango. Na nyuma ya mlango kama kuna ufagio, alafu kama kuna mtu mbaya akija ndani kwako, moja kwa moja kama umeweka mfagio ambao una asili ya majani nyuma ya mlango, utakuwa umemzuia hatoingia, ama tunasema hatofanikiwa kiurahisi kuweza kuingia, kwa sababu mifagio hii ama tunasema asili hizi za majani zinakuwa zina maana kubwa sana katika mifagio ambayo inatengenezewa mara kwa mara asili za majani. Kwa hiyo asili za majani ya kutengenezea mifagio zina siri kubwa sana, na ndio maana mifagio mingi sana ukija kufuatilia, basi wanga ama wachawi wanatumia sana mifagio kuweza kupalia, ama tunasema kuweza kufanyia mambo yao ambayo yanakuwa ni ya kishirikina pia. Swali ambalo tunakuwa tukijiuliza mara kwa mara, ama wengi mnakuwa mkijiuliza mara kwa mara, hivi kwa nini sitokea kwamba mtu unaamka usiku unafagia usiku, iwe ni nje iwe ni wapi unafagia usiku? Ni kwamba pindi ambapo utakuwa unafagia usiku na kuondoa zile takataka usiku, moja kwa moja unafukuza baraka ambazo zinatakiwa zije nyumbani kwako. Lakini pindi ambapo unafagia asubuhi, kumekucha, ukafagia uwanja, ukafagia nyumba yako, moja kwa moja unakaribisha baraka ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo kutokana na asili, lakini pia na mfumo wa nguvu ambao umeunganikana na sisi, kila kitu ambacho tunakuwa tukikitumia basi kinakuwa kikiungana na asili zetu, lakini pia kinabeba nguvu fulani katika mfumo wa maisha, kitu ambacho kinaweza kikatusaidia ama kinaweza kututatulia shida fulani fulani. Ndio maana wachawi wengi hawaingilii mlangoni, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wengi wanaweka mifagio hii nyuma ya mlango. Kwa hiyo wachawi wanachokifanya, wanaingilia katika sehemu ambazo kunakuwa na kona. Kama sio kona, basi ataingilia hata kupitia ukutani ama dirishani, kwa sababu mlango ni sehemu ambayo ina siri nzito. Mlango pia ni sehemu ambayo kuna mengi sana yanaachwa hapo pindi ambapo unakuwa ukifagia, pindi ambapo unakuwa ukiweka mfagio pia nyuma ya mlango. Kunakuwa na vitu vikubwa sana pale ambavyo unakuwa umevitenda katika mazingira yale ya kiroho, lakini wewe unakuwa haufahamu, kwa sababu
sababu ni kitu ambacho ni tumeshazoea ama tunasema tunafanyaga kila wakati. Kwa hiyo sio jambo la kushtukiza. Kwa hiyo mfagio una siri kubwa sana. Ukitaka uweze kufahamu haya, kama unahitaji kumkamata mchawi, labda amekuja kutembelea ndani ya nyumba na kwa bahati mbaya pengine ulijisahau kufagia, kwa sababu mara nyingi wachawi huwa wanacheza na zile siku ambazo unakuwa haujafagia. Kama unakuwa hujafagia nyumba yako, moja kwa moja mchawi anaweza akaingia kwako akafanya shughuli yoyote ile kwa kutumia hata huo mfagio pasipo yeye kuweza kudhurika. Lakini kama unakuwa umefagia na mfagio ule ukauweka nyuma ya mlango, ni kwa unakuwa umefukuza nguvu zote ambazo zinakuwa ni mbaya, lakini pia zinaishiria hapo mlangoni. Kwa hiyo mchawi hata kama akija hawezi kuingilia tena mlangoni, inabidi aingilie sehemu ambayo itakuwa ni salama kwake. Hivyo wakati wa kufagia, kama unahitaji ugeni nyumbani kwako, ukiwa unafagia sema nahitaji ugeni, sema nahitaji ugeni huku unafagia, ndipo utaona nguvu ya ufagio jinsi ambavyo unafanya kazi. Lakini kama unahitaji kufukuza nguvu ambazo zinakuwa ni mbaya, basi ukiwa unafagia unasema naondoa nguvu mbaya ziende huko, na hata kama zikitumwa basi ziweze kuwarudia wale ambao wanakuwa wamezituma. Kwa hiyo moja kwa moja unakuwa unarudisha, kama ni kombola ilikuwa imetumwa basi inarudi kule ambako imetoka. Hiyo ni nguvu ya ufagio na asili ya mfagio jinsi ambavyo inatumika. Mfagio pia unaweza ukabeba manuizi fulani ambayo yakadumu milele, ama tunasema yakadumu katika mazingira ambayo unakuwa ukitumika kuweza kufagilia ama kufanyia shughuli fulani. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna mtu anafagia uwanja wake huko anasema manuizi fulani, ama pengine anafagia, akishamaliza kufagia anakuja na unuizia ule mfagio, alafu mwisho wa siku anaupanda huo mfagio unakuwa kama ndege yake ya kusafiria usiku. Kwa hiyo unakuta wachawi wengi sana wanatumia mifagio hii kwa sababu inaambatana pia na asili na nguvu fulani katika mazingira yale ya kiroho. Kwa hiyo unakuta wanapanda sana mifagio, wanasafiri nayo kwa sababu ina nguvu hizo ambazo zipo. Na ukipiga mahesabu, ufagio ndio utawala. Tunasema ufagio ndio kitu ambacho kinatakasa ardhi, ama tunasema kinasafisha ardhi, hasa pale ambapo unakuwa ukisafisha kwa ajili ya kuondoa takataka mbalimbali na vitu tofauti. Kwa hiyo ukiwa unafagia mara kwa mara katika nyumba yako, katika uwanja wako, kila ifikapo asubuhi, moja kwa moja unakuwa unafukuza bahati ambazo zinakuwa ni mbaya ama nguvu ambazo zinakuwa ni mbaya, basi unakuwa ukiziondosha ama kuzifukuzia mbali. Ndio maana mfumo huu wa kufagia kila asubuhi, ikifika asubuhi lazima mfagie, ikifika usiku mida fulani basi mfagio utaweka mazingira fulani. Kama ni nyuma ya mlango, labda umeshamaliza matumizi, utaweka nyuma ya mlango, ama mara nyingi watu wanapenda kuweka katika nyuma ya mlango ama kona fulani. Hivi vitu ukija kufuatilia vina siri kubwa ndani yake, lakini pia hakuna ambaye ameweka mfumo ya kwamba ni lazima tuwe tunafagia kila asubuhi. Lakini tumejikuta tukikutana na hayo mazingira kila wakati na kila mara pindi ambao tunazaliwa mpaka tunakuwa, basi tumekuta ni mfumo ambao upo kila asubuhi ni lazima kufagiliwe. Ikifika mida fulani basi mfagio utawekwa sehemu fulani ambayo ni moja, ama tunasema kuna mazingira ambao umetengenezewa ufagio kwamba ndio huo unakaa hapo. Mara nyingi unakuta nyuma ya mlango, kama sio nyuma ya mlango basi kwenye kona fulani, ama sio kona fulani basi kuna sehemu ambayo utakuwa unawekwa ambayo inaendana na maeneo ya mlangoni. Kwa asilimia kubwa wengi wanaweka mifagio nyuma ya mlango, na hii inawasaidia sana kuweza kukinga baadhi ya mambo mengi sana. Lakini na ile kufagia kila asubuhi basi unakinga vitu vingi, pia unaondosha vitu vingi ambavyo vinakuwa vingine vimefanyika nyakati zile za usiku ama majira yale ya usiku. Unakuta wanga wamecheza pale, wamefanya shughuli zao nyingi. Kwa hiyo unavyokuja kufagia kabla haujaanza shughuli zako za kibinadamu za kawaida kila siku, ile asubuhi na mapema unavyofagia ni kwa unafukuza zile nguvu zote ambazo pengine wameziacha pale, ama vitu ambavyo vinakuwa ni kama mikosi ambayo pengine waliogea hapo dawa, ama pengine waliacha vitu vya ajabu, basi moja kwa moja unakuwa unavifukuza, unaviondoa na kuvifutilia mbali. Kwa hiyo mazingira namna hiyo siku zote yamekuwa ni kama asili yetu, lakini pia yameambatana na nguvu katika mazingira ya kiroho. Maana unakuta mtu mwenyewe anajisikia kwamba kufagia niwe nafagia asubuhi tu, lakini majira ya mchana sio muda wa kufagia, huu ni muda wa shughuli. Lakini ikifikapo usiku, basi usiku mfagio nitautunza ndani ya nyumba yangu katika mazingira fulani, au baada ya kufagia nitautunza nyuma ya mlango ama sehemu fulani kwenye kona na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii mifagio ina siri kubwa sana, na mifagio inatumika sana sana katika mazingira hayo, na kuna vitu vingi sana vinakuwa vikitimuliwa hapo unatumia mfagio
kuweza kufagia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo usishangae sana ya kwamba hivi ni nani ambaye alituwekea ratiba ya sisi sote duniani ya kwamba kila ifikapo asubuhi huku Afrika basi tunakuwa tunafagia asubuhi. Yani siri hiyo ukija kufuatilia ipo imefichwa ndani kiasi cha kwamba ni ngumu sana kuweza kupangua huo utaratibu kwa watu wote na kuleta utaratibu mpya, labda mwe mnafagia usiku ama mwe mnafagia sehemu fulani. Kulingana na asili ya ufagio, ukifagia majira yale ya usiku moja kwa moja unaondosha baraka. Hata kama wageni walikuja ndani kwako, moja kwa moja unapofagia basi majira hayo ya usiku ni kwamba unafukuza ule ugeni. Kwa hiyo kuna mazingira namna hiyo ambayo unakuta unayatengeneza katika mazingira ya kiroho, kwa sababu ni vitu ambavyo tayari vimeshaunganikana na sisi kiasili, lakini pia hata katika mazingira ya kiroho basi ni vitu ambavyo vimeunganikana. Na hii ni kwa sababu ni vitu ambavyo tunaishi navyo katika maisha yetu ya kila siku, lakini pia ni vitu ambavyo vimeungana na sisi katika hali ya uelewa na fahamu, lakini pia na nafsi zetu zinakuwa zikiwa na hamasa ya kufanya hicho kitu pindi ambapo inafikia muda fulani. Tutakuja kuangalia na utaratibu ya kwamba kila asubuhi ni lazima unywe chai. Je, kuna nini? Kuna siri gani? Kwa nini chai isinyweke usiku ama mchana? Lakini kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi, ukija kufuatilia utaratibu uliokweje basi utakuja kugundua kwamba kuna jambo ambalo lilikuwepo katika mazingira fulani, aidha ya kiroho ama ya kitamaduni, yapo hivyo na yanakuwa ni kama mila asili kutokana na jamii fulani ama kundi fulani la watu. Kwa hiyo muda mwingine unaweza ukawa unaishi maisha ambayo wewe mwenyewe hukupaswa kuishi, lakini kumbe unaishi chini ya utaratibu fulani ama chini ya mamlaka fulani pasipo kuweza kujua, kwa sababu unakuta unafanya vitu kwa sababu tu umeona ya kwamba ni utaratibu ambao upo wa kila mara ama kila siku. Binya basi subscribe button, share, like, comment, tuweze kutana katika siri nyingine ambayo tutakuja kuelezeana mambo mengi na makubwa na mazito ya dunia hii. Lengo tuweze kufahamu vitu vingi ambavyo vipo katika mazingira haya ya kiroho na ambayo tunakuwa tunaishi nayo.